Karibu tena katika sehemu yetu ya pili ya kijiji cha Gaga. Kijiji cha Gaga ni kijiji ambacho kimekuja kukutana na wakati mgumu baada ya kupata kiongozi ambaye alitokea mjini kuja kijijini baada ya kumzika marehemu ambaye alikuwa mfalme na kuomba kuwa yeye ndiye mfalme na si kaka yake ambaye alikuwepo akiishi katika kijiji hicho. Tunamwona Gigu akikubali na kuachia ufalme na kumtupia vitu mdogo wake ambaye ni Gagu kwa kumwachia ufalme na kumwambia basi kama shida ni ufalme huwa hapo na kumwachia kila kitu chote. Nini ambacho kitaenda kutokea katika sehemu hii ya pili? Cha kufanya wewe ni kusubscribe account hii ya Kebe Simulizi kwa ajili ya kuweza kupata miendelezo kadha wa kadha. Tulipoishia sehemu iliyopita ni kwamba aliinuka kwa hasira akaingia ndani na hakutaka kusikia lolote wala chochote kwa wadogo zake, na wadogo zake pia wakadiscuss wakasema, kwa kuwa baba ameruhusu wewe ndio uwe na ina maana ni baraka za mzee, basi ninyi mnaweza tunaweza tukaendelea tu na ufalme, sawa, vyovyote liwalo na liwe. Anaonekana akiwepo katika eneo fulani hivi, mazingira ya nyumbani kwake, akiwa amekaa huku kwenye shughuli zake za hapa na pale. Basi akawa yupo kwenye stress huku akijiuliza na kujioji, hivi na maana ndo nimeachia tu ufalme hivi. Shida ni kwamba wadogo zangu wote ni kama wameungana fulani hivi kunipindua, lakini ila na mimi hizi hasira zitakuja ziniponze, maana nakuwa na hasira za hovyo, alafu sijui ni kwa nini. Yani toka tu baba alipofariki tu, yani nimejikuta tu nimekuwa ni mtu mwenye hasira. Itanibidi nijiondoe kwenye hili hali. Hili ni kama janga fulani ambalo nahisi kwamba linanivamia kila siku na sijui ni lini litaniisha. Kwa nini nakuwa na hasira kiasi hiki? Ghafla akatokea mke wake na akiwa anamwangalia kwa hali ya uchungu na huzuni, kutokana na kwamba alijihisi kwamba hivi nini, kwa nini, yani ameona kwamba ni kitu cha ajabu sana, sababu hajawahi kumuona mwanaume wake akiwa kwenye hali hiyo. Mume wangu, mbona upo kwenye hali hii na sio kawaida yako? Mke wangu, nimeamua tu niwaachie ufalme. Uachie? Kivipi wakati wewe ndo mkubwa afu wale wametoka mjini? Mke wangu, hujui vingi, lakini hivyo vichache pia unavyovielewa ni vizuri, japo havina nafasi. Familia kama familia imeshaamua kwamba mdogo wangu ndo aongoze. Ina maana mimi siwezi nikaongoza wakati mdogo wangu yupo, afu yeye anaonekana kwamba... Anaonekana nini? Wewe ni mkubwa, wewe ndo mwenyeji hapa kijijini na watu watashangaa. Hata wana kijiji pia watashangaa. Inakuwaje kaka umkabidhi madaraka mdogo wako eti kisa kasema? Sikiza kwambie mke wangu. Hamna cha kuniambia. Unajua mke wangu, unapokuwa na hasira kiasi hicho au unapopaniki kiasi hicho, moja kwa moja nitaona kwamba labda wewe una uchu na haya madaraka ambayo mimi mwenyewe naona tu hayana faida kwangu. Zaidi angenigharimu mimi. Mwache, kama naona ni rahisi kuongoza, aongoze. We embu tufanye kama hakuna kilichotokea. Acha niwaache ndugu, mnajuana wenyewe. Sio kwamba tunajuana mama, lakini ikibidi haina dawa, na dawa ikija huwa chungu. Achana nayo. Gigu alikata shauri hiyo na kuweza kutulia na kuendelea na shughuli zake bila mawazo. Baada ya kufanywa na mke wake kutabasamu,
kwa kumpa maneno mazuri yaliyomfanya pate faraja na kusahau kile alichokuwa akikipitia. Sikiza nikwambie mume wangu. Niambie Lazizi. Kwenye hii dunia kuna watu, kuna viatu na kuna vijitu. Ila yote kwa yote achana nayo. Tuangalie tu ile mradi tunakula, tunashiba, tunalala, tunatafuta. Hatutafutiwi na mtu. Ingekuwa kwamba labda kule ndo anakutafutia, labda anakulisha, sawa, lakini unatafuta mwenyewe kwa nguvu zako mwenyewe. Shida nini sasa? Hebu tutulie mume wangu. Tutakachokipata tutakula, tukikosa basi zaidi huko ungeenda ungejitwika tu mizigo tu ya bure, lawama nini, kashfa na kadhalika. Tuachane navyo bwana, wacha wale waliwao. Sisi limradi tu maisha safi, hatuna shida yoyote. Tushie kulala njaa mume wangu? Hapana. Sasa unatafuta, unaleta, tunakula, tuna hasara gani? Hatuna hasara yoyote. Kwani ufalme wewe umezaliwa na ukuta? Ni kweli mke wangu. Sasa kwa nini? Ngoja nikakuandalia mume wangu ule ushibe. Hapo tu ndo nakoshaga mie. Gigumie giguagaga. Walicheka na kutabasamu, na mwisho wa siku mke akatoka kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi ya chakula. Inaonekana pande wa pili alipo mdogo mtu alikuwa ametulia sehemu, huku akifanya usafi wa hapa na pale. Akatokea mwanamke wake ambaye ni wa kitambo sana hapo kijijini, akamfuata huku akimpa hongera. Hongera sana kipenzi. Umejua kuwanyosha. Imeonyesha na nini sasa? Hamna. Si unaona kama hivyo sasa hivi wewe ni mfalme. Na maana kama wewe ni mfalme na mimi ni malkia. Nioe basi. Wetangaza hata kikao ili uweze kunioa. Kwa sababu sana mimi siwezi nikaendelea kukaa hivi. Mara leo nakuja, kesho sipo. Leo nakuja, kesho sipo. Sikiza kwambia mama mtu. Watu usijali wala nini, kwa sababu wewe ndio upo kwenye ndoto zangu. Na wewe ndio natarajia uwe mke wangu. Na kwanza hapa itabidi nimsubiri Maptula. Maptula akipita hapa nimpe taarifa hizi, atangazie kijiji chote kwamba nina kikao. Kikao? Inabidi nifanye kikao ili watu wanitambue vizuri, na inabidi nimshurutishe kakaangu ndo anitambulishe mbele ya kijiji, kwa sababu hapo watu wengine ambao hawanifahamu. Sasa hapo baby unataka kuwachanganya watu, kwa sababu kitu kinachoitwa kikao wana kijiji hichi wanaogopa. Ndugu yangu, utafanya watu wakuchukie, wakuogope. Na mimi nataka iwe hivyo. Nataka watu waniogope na waniheshimu, ili nikisema wajue hamna kuitikia be. Atakayeitikia be kichwa chake napita nacho. Hapa ubabe. Makubwa haya mai, acha tusubirie huu utawala, maana kama nakuona utakavyokuwa mbabe. Amna baby, unajua kuna vitu vingine kama huvikalii makini unaweza ukapelekeshwa wewe. Ndio maana naambiwa hivi, usipowapeleka watakupeleka, na wakikupeleka watakupoteza, na wakikupoteza umekwisha. Au nataka niondoke zangu nirudi zangu mjini? Jamani, na raundi hii nikupe tu siri, ukiondoka mguu wako mguu wangu. Yaani kuwayo tena? Jamani bwana, usinifanyie hivyo. Hamna, ndo nakwambia hivyo. Nakwambia hivyo, ni nipo serious kweli. Uniachi hapa, nishakwambia hivyo.
Usijali bwana, tutaondoka wote bwana. Walicheka pale wakiwa kwenye furaha ya kusherekea ufalme huo ambao umeupata kimabavu na kwa udanganyifu wa hali ya juu. Upande mwingine ameonekana vijana wakiwa wamekaa sehemu huku akijaji na kujiuliza, oya mwanangu, hivi umezipata hizo taarifa za kijiji sasa hivi? Mwanangu, nasikia tena nilikawa ndo kawa mfalme yule mdogo mtu ule anatoka mjini. Wewe acha tu mwanangu, mwenyewe hata sielewi. Mimi sielewi kabisa ni kijiji mbona kama afu nasikia wana mpango wa kufanya kikao. Kikao? Ana mpango wa kufanya kikao na sijui hicho kikao kinahusiana na nini. Huyu unavyoona huyu anaweza kampindua hata kaka yake huyu akamuua ili awe na amani, maana hapo atakaa na amani, anajua kabisa kaka yake muda wote anaweza kamchinjia. Huyu atakuwa mshamba huyu, unajua mtu anatoka mjini lakini anaonekana bado anakaa ukulanyo kwa fulani hivi. Sikiza kwambie bro, hapa cha kufanya tu ni kitu kimoja, tukae kimya asije akatukuta mambo. Unajua tena mjini watu wa mjini wanakuwa wajanja wana mambo ya ovyo. Unaweza kutufanya mambo ya ovyo hapa tukaumbuka hapa. Tutajua huko. Wewe tulia tu, ngoja muda ufike tujue ni nini kinachozungumzwa hapa. Naam, kwa siku ya leo ndugu zangu tuishie hapa, tusikose sehemu ya 3 iitwayo Kijiji cha Gaga. Kijiji cha Gaga ina mafunzo, inaelekeza, inapatanisha, ina mambo mengi mazuri sana. Cha kufanya kwa ushauri, piga simu 0773543838 0773543838. Na hii ni sehemu ya pili. Kama sehemu ya pili iko hivi, sehemu ya 3 itakuweje? Jamani, tusikose sehemu ya 3, Kijiji cha Gaga. Cha kufanya subscribe, turn notification, comment, like, bila kusahau tayari ushabonyeza alama ya kengele. Wow, safi sana. Sasa hivi kila itakapotoka Kijiji cha Gaga utakuwa hunayo mkononi mwenyewe. Asante sana, karibu sehemu ya 3, usikose.